Kwa upande wa klabu ya Yanga mambo hakuna kutulia kama ambavyo tunafahamu. Siku ya hii leo wanashuka kwenye upande wa mechi ya ligi kuu Tanzania bara, ambapo wanashuka kwenye mchezo dhidi ya Dodoma Jiji, na kwa upande wa Mwalimu Pedro Goncalves amekuja na mabadiliko machache tofauti na kikosi ambacho kilianza kwenye mechi iliyopita dhidi ya Al Ahly pale nchini Misri. Na mimi hapa tayari ninacho kikosi ambacho kinatarajia kuanza kwenye mchezo wa siku ya hii leo, lakini kabla sijakwenda kuangazia hapa kikosi, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicha Rito, karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa klabu ya Dar es Salaam Africans dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa upande wa golikipa yupo Hussein Masalanga. Hussein Masalanga tunafahamu ni kipa ambaye amesajiliwa kwa siku za hivi karibuni, na hatimaye kwa upande wa Mwalimu Pedro Goncalves ameona kwamba ampatie nafasi kwa kuamini kwamba ni golikipa ambaye anaweza kuonyesha kitu, na hasa pia kwa upande wa Wanayanga waweze kumtazama golikipa huyo ambaye alionyesha kiwango kizuri kwenye upande wa timu ya taifa Tanzania kwenye michuano kule ya AFCON. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni kulia yupo Yao Atola Kouassi. Kwa upande wa Yao Atola Kouassi tunafahamu ni beki ambaye amerejea kwa siku za hivi karibuni, bado ndio anaingia haraka tangu amerejea kwenye majeraha. Ni beki ambaye tunafahamu ana kasi, amekuwa na uwezo mzuri wa kupandisha, lakini pia jukumu lake atakuwa ni kupiga cross ambazo zitakuwa zinawasaidia washambuliaji. Lakini pia beki wa pembeni kushoto yupo Mohamed Hussein Zimbo Jeiara. Kwa upande wa Shabara tunafahamu ana uzoefu mkubwa na uwezo wa kupiga cross za hatari. Kocha atakuwa akimtumia zaidi kupandisha mashambulizi kutoka kwenye eneo hilo la kushoto kwa ajili ya kusaidia zaidi kwenye upande wa winga. Lakini pia mabeki wa katikati yupo Dickson Job. Job tunafahamu ni beki ambaye yupo kwenye ubora wa hali ya juu, beki ambaye amekuwa na uwezo mzuri wa kuweza kusoma mchezo. Kazi yake kubwa itakuwa ni kuanzisha mashambulizi kwenye eneo la chini, lakini pia kwenye eneo hilo hatakuwa peke yake, atasaidiana na Bakari Nondo Mwamnyeto. Mwamnyeto ambaye tunafahamu ni beki ambaye kwa siku za hivi karibuni amebadilika, si yule ambaye mara zote wanaona kama ni hivi anaweza akachomesha, lakini sasa hivi amebadilika kwa 100%. Yamaana kwamba hao ni mabeki. Lakini pia tukienda kutizama kwenye upande wa viungo yupo Moussa Bala Conte. Kwa upande wa Moussa Bala Conte tunafahamu ni moja ya kiungo ambaye mara zote amekuwa apate nafasi mara kwa mara, lakini kwa wakati Mwalimu Pedro Goncalves amempa nafasi kuona nini hasa ambacho atakionyesha. Lakini pia kwenye eneo hilo atasaidiana na Mudathiri Yahya. Kwa upande wa Mudathiri tunafahamu kwa mechi za hivi karibuni ni kama hivi kiwango chake kimeporomoka kutokana na namna ambavyo amekuwa anacheza, hasa pia kwenye mechi dhidi ya Al Ahly, lakini bado ni mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu, maana kwamba atakuwepo kwenye eneo hilo. Kwenye eneo la kiungo mshambuliaji yupo Pacome Zouzoua. Kwa upande wa Pacome tunafahamu ni mbunifu, lakini pia ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kupiga pasi, lakini pia hata uwezo wa kufunga. Huyo atakuwa ni key kwenye timu. Maana kwamba kwa upande wa mwalimu yeye anampa uhuru zaidi wa kutengeneza nafasi, lakini pia na kuongeza ubunifu zaidi kwenye eneo la mbele. Kwa upande wa pembeni kulia yupo Maxi Nzengeli. Kwa upande wa Maxi Nzengeli tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa na kasi mara zote, amekuwa na uwezo wa kupenya ulinzi. Jukumu lake ni kuvuruga zaidi mabeki wa Dodoma kwenye eneo la kulia, lakini pia na kutembea zaidi kwenye eneo la katikati. Lakini pia kwenye eneo la kushoto yupo Alan Okello. Kwa upande wa Okello tangu ametoa ndani ya klabu ya Yanga amekuwa anapata nafasi ya kwanza kwenye kila mchezo, kutokana ni mchezaji ambaye amekuwa na kipaji kikubwa cha kuweza kupiga mashuti. Lakini pia kwa upande wa kocha atakuwa akimtumia silaha zaidi ya kuingia eneo la katikati kama kiungo pia, kulingana na aina ya mfumo ambao amekuwa nao. Lakini pia kwenye eneo la kushambulia yupo Prince Mpumelelo Dube. Kwa upande wa Dube anapata nafasi pia kuweza kuanza kwenye mchezo mwingineo wa ligi kuu Tanzania bara, mchezo uliopita kuweza kupata nafasi. Kwa upande wa Dube tunafahamu ni mshambuliaji ambaye amekuwa na mchezaji ambaye amekuwa anatokea kwenye eneo la nyuma huko akiingia katikati, kutokana na vile ambavyo amekuwa anacheza.